Kama nilivyosema, lengo la ziara yangu ilikuwa ni mambo makubwa mawili. La kwanza, kuzindua zoezi la ulipaji wa fidia ya fedha kwa wahanga waliopisha ujenzi wa uwanja huu. Jumla ya shilingi bilioni 2,386,370,000 zimelipwa kwa ajili ya watu wote waliopisha ujenzi wa mradi huu mkubwa wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan unaojengwa katika mkoa wetu wa Arusha kwa ajili ya maandalizi ya AFCON 2027. Serikali imelipa fedha zote zinazohitajika katika bilioni 340. Tayari fedha zaidi ya bilioni 200 zimeshalipwa, na mkandarasi kwa kazi alizozifanya hadai hela yoyote. Uwanja wetu unaenda vizuri, na sisi tunataka kazi ikamilike kwa wakati, mwezi wa 7 kwa viwango vile vile vilivyokusudiwa. Uwanja huu ni uwanja unaokidhi viwango vya CAF Category 4 vya kimataifa kama viwanja vingine. Ni uwanja huu sasa tumeona uwanja mwingine wa maandalizi wa mazoezi ya timu zinazofanya hapa. Na katika hili naendelea kuwashukuru kwa kazi hii ambayo mnaanza kwa uwanja mdogo ule kuotesha nyasi. Kwa hiyo na wizara tunaendelea kushirikiana nao kuona tunaboresha baadhi ya viwanja ili tupate idadi kubwa ya viwanja vya mazoezi kwa ajili ya kuweza kuwa mwenyeji kweli wa AFCON. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa leo nimejiridhisha, kazi inaenda vizuri. Changamoto mlizozisema tumezipokea, tunazifanyia kazi. Muda sio mrefu, swala la barabara tutapata wakandarasi wa kujenga barabara hizo za lami za kuleta watu huku, kukiwa na barabara za lami kutoka barabara kuu. Hilo tutalifanyia kazi. Huduma ya maji taendelea kusimamia, na nitoe wito sasa kwa taasisi zingine kama TANESCO, TARURA, TANROADS kuwa kwa karibu zaidi huku, tuweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba hatukwazi kazi za kukamilisha uwanja huu. Mimi naitwa Dennis Benito Mtemi, ni msimamizi wa shughuli za mkandarasi katika uwanja huu wa Arusha Stadium ama Samia Suluhu Stadium. Mpaka sasa hivi kama mnavyojionea, uwanja tayari tumefika takriban 70%, ikiwa mlingoti wa chuma ama steel structure ikiwa imekamilika kwa 99%, wakati kazi zingine za ndani kama first fix za umeme, maji, huduma za tehama na vitu kama hivyo zikiendelea kufanyika ndani ya uwanja na nje ya uwanja, kwa maana ya finishing kama vile plastering, kupiga rangi pamoja na maandalizi ya sehemu ambavyo viti vitafungwa. Kwa sisi kama wakandarasi tuko vizuri, tunaendelea na kazi, lakini pia tunaishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali ya mkoa kwa kutupa support, kuhakikisha kwamba zile changamoto zetu zote zinatatuliwa kwa wakati, malipo yanalipwa kwa wakati, ili mkandarasi endelee na kazi bila kukwama. Sasa hivi tuna changamoto zingine ndogo tu za mvua na nini, lakini tunakabiliana nazo kwa sababu kazi nyingi ambazo zinakuwa affected na mvua tumeshazikamilisha. Tuwaambie Watanzania na tuwahakikishie kwamba kazi inaenda kukamilika ndani ya muda na ndani ya wakati ambao wanategemea, na AFCON itachezwa Arusha. Changamoto kama nilivyoripoti kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni changamoto chache ambazo tayari ameshaahidi jinsi uwezekano wa kuzitatua haraka iwezekanavyo. Changamoto ya kwanza ni barabara za kufika uwanjani, hizo zita impact katika kupata approvals za kutumika kwa uwanja, lakini pia miundombinu mingine kama umeme, tehama inatumia njia hizo ambazo barabara zinapita ili wao waweze kupitisha nyaya pamoja na kebo pamoja na mikongo ya taifa. Kwa hiyo na yenyewe ni changamoto, lakini pia utifuaji wa ardhi ukifanyika baada ya paa kufunikwa litachafua sana paa letu. Lakini hata hivyo katika ujenzi kuna kitu kinaitwa testing and commissioning. Testing and commissioning inabidi ifanyike na zile permanent services ambazo zinakuja kufanyika hapa kama umeme wa TANESCO, maji ya AUSA na vitu kama hivyo. Sasa hivyo tukifanya kwa umeme wa generator inaweza katupa majibu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo tukipata umeme kwa haraka itatusaidia sana. Changamoto zingine ambazo tayari tunazitatua ni kutoa mizigo katika bandari pamoja na ushirikiano mwingine mdogo ambao tunajaribu kusolve tukiwa ndani ya mradi. Vipindi ya maji ambayo ni rais na
Yes, sasa hivi tumeanza kupanda nyasi katika uwanja wa mazoezi. Sasa kupanda nyasi kunahitaji takriban lita 80 kila siku ili nyasi ziote vizuri. Sasa tulikuwa tuna changamoto ya kupata maji kutoka katika tanki la AUSA. Hilo leo watu wa AUSA wamesema kwamba watahakikisha maji yanaendelea kutoka vizuri bila changamoto yoyote, ili kuwezesha nyasi ziote vizuri bila kurudia tena baadaye. Nyasi zinahitaji lita 80 kila siku. Sasa tukipata chini hapo zinahatarisha ukuaji wa nyasi hizo na kufanya kiwanda chetu kukamilika chini ya kiwango. Uwanja unategemea kukamilika lini? Uwanja unategemea kukamilika mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hiyo tukiendelea na spidi hii na ushirikiano huu wa serikali pamoja na wadau wa mradi, tunategemea tutamaliza uwanja ndani ya muda.